Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena katika chaneli yako ya Habari Kuu Media. Swala la kisheria na la kisiasa linalomkabili makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antiphas Lissu limechukua mwelekeo mpya na wa kipekee kabisa katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Hatua hii mpya na ya kusisimua inafuatia uingiliaji kati wa jopo kubwa la wataaluma na sheria, majaji na washeria nguli kutoka kote barani Afrika wanaounda taasisi mashuhuri na lenye hekima mkubwa, vilevile na heshima, inayojulikana kama Jukwaa la Majaji na Masheria wa Sheria barani Afrika, au kwa lugha ya Kiingereza African Judges and Jurists Forum, AJJF. Taarifa za uhakika zilizotufikia kwenye meza yetu zinasema kuwa taasisi hiyo kubwa na mtandao huo wa kisheria umetoa wito rasmi wa wazi na mzito kwenda kwa mamlaka zote za kiusalama pamoja na mihimili mkuu wa mahakama nchini Tanzania. Katika barua na tamko lao hilo, wameitaka sheria na serikali na mahakama kuhakikisha kuwa kesi hiyo ya jinai na uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo inasikilizwa kwa kasi na inayotakiwa na kukamilika kikamilifu ndani ya muda mwafaka kwa lengo la kulinda misingi mikuu ya haki, wazi na utawala wa sheria barani Afrika. Mwanasiasa huyo mwandamizi ambaye pia ni mmoja wa wanasheria nguli na sauti kuu ya upinzani nchini Tanzania amesalia kizuizini gerezani kwa zaidi ya siku 400 sasa tangu alipokamatwa kwa mara ya kwanza na vyombo vya usalama nchini. Kesi hii nzito ya uhaini ambayo kwa miezi mingi sasa imekuwa ikivuta hisia za mamilioni ya wananchi ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Tanzania imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo ya kuahirisha mara kwa mara imekuwa ikizua sintofahamu mkubwa sana ya kisheria, mivutano ya kiutawala na mijadala mikali ya kisiasa tangia ulingo wa kijamii na vyombo vya habari. Sasa shinikizo hili jipya la kisheria linatokana na jopo la wataalamu wa sheria barani Afrika linaloweka upya uangalizi mkubwa wa kimataifa juu ya kesi, wazi na ufanisi na mifumo ya utoaji haki nchini Tanzania. Mpenzi mtazamaji wa Habari Kuu Media, katika taarifa yake ya kina inayosambazwa kwa vyombo vya habari mbalimbali duniani, AJJF imesisitiza kwa msisitizo mkubwa kuwa kesi inayohusu viongozi wakuu wa kisiasa na kitaifa kama Tundu Lissu kwa kawaida hubeba maslahi makubwa sana ya umma na wananchi kwa jumla. Matokeo ya mashauri makubwa kama haya huwa yana athari za moja kwa moja na za muda mrefu kwenye mwelekeo wa maendeleo wa kidemokrasia, utulivu wa kitaifa na vilevile amani ya wananchi kwa taasisi zote za kisheria, kiutawala, kikatiba katika taifa lolote lile huru. Shinikizo hilo la kikanda limebainisha kuwa mashauri ya kiwango hiki yanapochukua muda mrefu mno gerezani bila kupatiwa azimio la wazi la kisheria, maswali magumu yenye mashaka makubwa yanaweza kuibuka miongoni mwa raia, wanaharakati na vilevile waangalizi wa kitaifa kuhusu ufanisi wa mifumo ya mahakama na uwezo wa kutoa haki kwa wakati bila ucheleweshaji usio na tija wala sababu msingi. Hata hivyo, waangalizi wa mambo ya kidiplomasia na kisheria wanabainisha kuwa tamko hili la kisheria kutoka kwa majaji wa Afrika limekuja kwa tahadhari mkubwa sana, bila kuonesha mfungamano wa kisiasa au kuunga mkono upande wowote ule katika kesi hiyo ya msingi. Badala yake, AJJF imejielekeza katika kikamilifu kwenye kulinda kanuni za ulimwengu za utawala wa kisheria na utawala bora wa kikatiba. Shirika hilo lilitumia fursa hizo kusisitiza kuwa
Mahakama za Tanzania lazima ziachwe kutekeleza majukumu yake yote kwa uhuru kamili bila kuingiliwa na shinikizo lolote la kisiasa la ndani au nje, na kwamba uamuzi wa mwisho wa mahakama unapaswa kuzingatia sheria za nchi na ushahidi thabiti ya kisheria utakayowasilishwa mbele ya meza ya majaji na mahakimu wanaoshughulikia shauri hilo. Hatua hii ya kikanda imeleta msukumo mpya kabisa na mseto wa maoni, mijadala na hisia tofauti kutoka kwa makundi mbalimbali ya kijamii na kisiasa nchini. Kwa upande mmoja, viongozi wakuu wa wanachama na wafuasi wa chama cha Chadema wameipokea taarifa hii kama habari njema ya kutia moyo, faraja kubwa na ushindi mkubwa wa kimaadili katika harakati zao za kisheria na za kisiasa. Wafuasi hao wanashikilia kuwa tamko la AJJF linahalalisha malalamiko yao ya muda mrefu kwamba ucheleweshaji wa kesi hiyo inamnyima haki ya msingi na mtuhumiwa kusikilizwa kwa haraka na kupata hatima yake ya kisheria. Wanajenga hoja kubwa yenye uwazi na kasi katika sheria hii, nguzo muhimu ili haki isitendeke tu sirini, bali ionekane wazi imetendeka mbele ya macho ya jamii na umma na Watanzania wanaofuatilia kwa karibu historia hii. Kipengele kingine muhimu cha taarifa cha chama hichi cha majaji na wanasheria barani Afrika kikikuwa msisitizo wake juu ya uwazi katika kesi hiyo. Shirika lilisisitiza haja ya kesi kubaki wazi na haki na lenye kueleweka kwa umma nzima bila usiri wowote, wazi kulingana na wasomi katika maamuzi ya mahakama, bila kujali kama watu wanashabikia au wanakubaliana na matokeo ya mwisho yatakayotolewa na mwenyekiti mwenye kesi. Hatua hii imetafsiriwa na wengi kama mwangaza mpya kuelekea kupatikana kwa haki ya wanasiasa wengi. Kwa upande mwingine, watetezi wa mifumo ya kisheria ya ndani ya nchi na wafuasi wa serikali wanasisitiza kwa nguvu zote kuwa taratibu za mahakama za Tanzania zinafanya kazi kwa kujitegemea na kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na katiba ya nchi. Hivyo basi linaswahi kuheshimiwa linapaswa kuheshimiwa kwa pande zote bila kuingiliwa na matamko, maagizo au shinikizo kutoka mashirika ya nje ya mipaka ya taifa letu. Wanajenga hoja thabiti kuwa kuahirishwa kwa kesi mara nyingi kutokana na mnyumbuliko wa kisheria na taratibu ngumu za kiuchunguzi, ikiwa ni pamoja na umakini mkubwa unaohitajika katika kujua ushahidi wa kesi nzito na nyeti kama za uhaini. Jambo hili kulingana nao ni muhimu zaidi kwa usalama wa taifa na uthabiti wa nchi kuliko kukimbiza mchakato wa haraka isiyo na tija ambayo inaweza kuharibu kesi au kuleta picha mbaya ya kiutendaji.